Ni wakati mwingine tena tunakutana na mwanafamilia wa Mbayu TV, na taarifa ambayo tupo nayo hivi sasa inasema kwamba Benki ya Dunia imesema inaondoa marufuku ya mikopo kwa Uganda ambayo ilikuwa imewekwa miaka miwili iliyopita wakati nchi hiyo ilipopitisha sheria mpya dhidi ya watu wa LGBTQ. Mnamo mwaka 2023 Uganda ilipiga kura ya kuidhinisha moja ya sheria kali zaidi za kupinga mapenzi ya jinsia moja duniani, ikimaanisha kwamba mtu yeyote anayejihusisha na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja anaweza kuhukumiwa kifo. Tangu wakati huo, mamia ya watu wamefurushwa kutoka kwa nyumba zao, kufanyiwa ukatili au kukamatwa kwa sababu ya jinsia zao, kulingana na jukwaa la uhamasishaji na ukuzaji wa haki za binadamu la Uganda. Lakini Benki ya Dunia inasema kuwa ina imani kwamba hatua mpya za kupunguza athari iliyopo zitaruhusu kusambaza ufadhili kwa njia ambayo haidhuru au kubagua watu wa LGBTQ. BBC imetuma maombi kwa serikali ya Uganda na Benki ya Dunia kwa maoni zaidi, na nukuu ikisema kwamba Benki ya Dunia haiwezi kutekeleza dhamira yake ya kumaliza umaskini na kukuza ustawi wa pamoja isipokuwa watu wote wawe wanaweza kushiriki na kufaidika na miradi tunayoifadhili. Msemaji aliliambia shirika la habari la AFP siku ya Alhamisi, akiongeza kuwa shirika hilo limeshirikiana na serikali ya Uganda na wadau wengine nchini humo kuanzisha, kutekeleza na kufanyia majaribio hatua za kupinga ubaguzi. Wachambuzi wanasema Benki ya Dunia ni mojawapo ya vyanzo vikubwa vya ufadhili nchini Uganda kutoka nje, ikiwa na jukumu muhimu katika maendeleo ya miundombinu. Taarifa za sheria ya Uganda ya kupinga mapenzi ya jinsia moja mwaka 2023 zilisababisha shutuma kimataifa. Hii ni Mbayu TV. Nikusihi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe. Lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zetu kila siku na kila saa. Mimi ni David Edward. Uwe na siku njema hadi wakati mwingine.